Makini nimeona Young Africans kwa haya matakwa yao ni matakwa ambayo yenye faida na mpira kwa ujumla, kwa nchi yetu kwa ujumla, na sio tu. Unaona Simba wenyewe tayari wao wenyewe washaanza kuingia mchecheto kama game haipo. Wangekuwa na, kwa nilivyo wasikia wenyewe wanasema bwana, hii ni Like Media na Michezo Extra. Tuko hapa kuweza kuzungumza na mchambuzi wa soka Nasri. Tutakuwa nafahamu ni mchambuzi kutoka pale Wasafi Media. Kikubwa sana tutakuwa nafahamu kuhusiana na yale ambayo yanakuwa yanaendelea sasa hivi kwenye ligi yetu na vitu kama hivyo, lakini pia kwenye FA, Yanga, Simba, bodi ya ligi na TFF. Kikubwa zaidi ni kupata maoni na mtazamo wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Zimebakia unaweza kusema ni masaa machache kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Unaona nini hasa kwa upande wa Nasri mwenyewe, mchezo upo au haupo? Na kama utakuwepo, effect yake ni ipi? Kama hautakuwepo, effect yake ni ipi? Tuzungumze na Nasri. Bwana, mambo vipi mzee? Safi, alhamdulillah. Vipi nawe? Uko vizuri? Alhamdulillah. Mambo yamenyoka kabisa? Kabisa kabisa. Bwana, umeshapiga pasi kabisa t-shirt au shati, suti ya kwenda kutazama dabi ya Kariakoo? Hapana, hisi. Kwa nini hapana? Nahisi mchezo haupo. Sina uhakika, lakini nahisi hamna dabi. Kwa nini unasema unahisi? Sinaona hali ya hewa inavyoenda, naangalia klabu ambayo ndio mwenyeji wa mchezo hakuna maandalizi yoyote anayofanya. Yeye ndo ambaye anatakiwa kukamilisha baadhi ya utaratibu ili mechi ichezwe. Sasa yeye ameshaika ugumu kwamba hawezi kucheza hiyo mechi na haonyeshi utani katika hili. Yupo serious. Unaona Simba wenyewe tayari wao wenyewe washaanza kuingia mchecheto kama game haipo. Wangekuwa na uhakika game haipo wala wasingetoa tahadhari ambayo wameitoa jana. Ile tahadhari wameitoa kwa ajili wanashaanza kuhisi kwamba inawezekana Young Africans asicheze hii mechi. Kwa hiyo kila mtu ambaye yupo karibu na tasnia mpira Tanzania ndani ya moyo wake anajua kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa hii mechi isiwepo. Kwa hiyo hapo tuchukue neno uwezekano. Unajua neno uwezekano ni sehemu unaweza ukaweka kwenye asilimia. Kwamba unahisi pengine neno uwezekano maana unaweza ukashangaa Yanga, unahisi kwamba Yanga anaweza akafanya maamuzi akapeleka mechi uwanjani. Yaani kwa maana timu kwa asilimia ndogo sana, kwa zaidi ya asilimia 90 naamini Yanga hawezi kucheza. Hizo 10 nawaachia wenyewe kwa ajili mimi si mtu yoyote pale Yanga. Kwa hiyo siwezi kuamulia chochote, lakini kwa ninavyowaona kwa zaidi ya asilimia 90 naamini wapo serious juu ya hii issue. Hawezi kucheza hiyo mechi. Kwa nini sio asilimia 100? Asilimia 100 na waheshimu na wao, unajua binadamu wale. Kwa hiyo siwezi kuwa na uhakika nao kwa asilimia 100. Hizo asilimia zingine nawaachia na maamuzi yao wenyewe. Hakuna mtu mwenye uhakika wa asilimia 100. Si wengine tunaona tu hiyo taswira kwa nje. Kwa hiyo siwezi kusema naweka asilimia 100. Manake kwa tafsiri yako nyepesi tu inamaanisha kwamba kuna kitu umekiachia nafasi kwamba uenda Yanga dakika za mwisho wakasema ngoja tuingie tu uwanjani. Umeshaona upande wa Yanga kwamba madhara pengine kwa sababu timu mwenyeji itakiwa apate mapato na mashabiki washawaambia msikate tiketi, wachezaji psychological yao watakuwa tayari wenyewe wanajua mechi haipo kwa sababu uongozi wao ushasema hawachezi. Uoni kama Yanga kutakuwa na kitu ambacho kitakuwa ni kigumu, au umeona urahisi kwa kiasi gani kutokana na matukio haya? Mimi sijaona urahisi, ndio maana nikasema unajua asilimia. Mimi nazungumzia hizo asilimia ambazo unazungumzia, maana kama umeacha asilimia 10, twende kwenye asilimia 10 hizo, urahisi wa asilimia 10 na ugumu wake. Hakuna urahisi, yani kikawaida tu kiambiwa zaidi ya asilimia 90 hivi ushakamilika, unajua hii ni hata kama deal ni deal done. Kwa hizo 10 kuja kugeuza matokeo inakuwa ni ngumu sana, lakini unaacha tu ile akiba ya maneno. Kwa hiyo mimi siwezi kusema nina uhakika kwa ajili mimi sio Yanga. Yanga wenyewe ndo wana uhakika na mambo yao. Mimi kwa hizo asilimia 10 nimeacha tu kama akiba ya maneno, lakini kwa asilimia kubwa najua kwamba Yanga kwenda kucheza hiyo mechi itakuwa ni ngumu. Hebu tuangalie. Kwanza tuanze na kauli ya Karim Boimanda aliyoitoa. Alikuwa anazungumza na Azam, akatoa taarifa kwamba kuna taarifa nyeti. Wewe ulivyosikia hiyo taarifa uliona kuna kitu gani ambacho kimejificha ndani yake, au uliona kama ni kauli za kawaida? Mimi niliona kawaida tu. Sioni yani yani kwa hapa hadi ilipofikia sidhani kama kuna taarifa
nyeti yoyote juu ya hichi kinachoendelea. Vyote vinavyoendelea mimi naona kawaida tu. Hata za ndani ujui chochote ambacho kinaendelea, pengine kuna namna ambavyo mambo haya yanatakiwa yanafanyika kwa staili tofauti ambao unahisi pengine ni kufanya mchezo uahirishwe au mchezo uchezwe au mchezo, hizo jitihada za wadau wengine ambao sio TFF, bodi ya ligi, Yanga au Simba. Hujaona hicho kitu pengine kipo? Sijaona na sijui itakuwa jitihada za namna gani. Kwa hiyo sijaona chochote. Na sijui jitihada kwa za namna gani. Hebu Nasri, hebu tuzungumze picha ya jinsi itakavyokuwa uwanjani wakati Simba wanaenda uwanjani, kwa maana waamuzi wapo uwanjani, kipenga kinapulizwa pie, mechi imeisha, kwa maana wale Yanga hawajafika uwanjani. Hebu nipe picha itakavyokuwa, unavyotengeneza imagination yako itakuwaje? Siwezi kutengeneza imagination yote kwa ajili au marefari au Simba sijui wataenda uwanja gani. Kwa hiyo tunajua Yanga hapa katikati uwanja ambao anautumia kama uwanja wake wa nyumbani ni KMC Complex. Na mechi za dabi mara nyingi huwa hazijawahi kuona dabi yote ikipigwa pale KMC Complex. Na mwenye haki ya kusema uwanja gani utumike ni timu mwenyeji. Kwa hiyo wao watakaopeleka timu kwenye hicho kiwanja atakuwa ameambiwa na nani. Kwa hiyo sidhani kama inaweza hata ikafikia hiyo hatua ya watu sijui kupeleka marefa uwanjani, sijui timu kwenda uwanjani. Watabaki tu majumbani kwao wakiwa hawajui pa kuelekea kwa ajili timu mwenyeji haijatoa ushiriki wote juu ya uamuzi kwamba hiyo mechi ichezwe. Unazungumzia kwani mchezo wa tarehe 8 si ndio huo Yanga ambao waliamua kwamba uwanja atautumia ni Mkapa? Si ndio huo sasa unarudi pale pale kwani una marekebisho yote? Sasa ule ulikuwa ni uamuzi wake wa kipindi kile. Ana haki ya kuamua tofauti. Kwa hiyo hajajua this time around ameamua wapi. Kwa hiyo na ule uwanja sio uwanja wa Yanga, sio uwanja wa TFF, sio uwanja wa Simba. Ule ni uwanja wa serikali. Lazima kuna watu wafanye jitihada ili ule uwanja upatikane. Anayetakiwa kufanya hizo jitihada ili uwanja upatikane ni timu mwenyeji. Timu mwenyeji ameshafanya hizo jitihada. Timu mwenyeji anasema yeye hawajui chochote kuhusiana na hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna jitihada zote ambazo zimefanyika ili kiwanja kipatikane cha kuchezwa hiyo mechi. Sasa hao watu watakaotaka kupelekana sijui wapi huko wataenda wapi. Kwa hiyo sidhani kama inaweza ikafikia hata hiyo hatua sijui ya kuratibiwa hadi kujua kwamba uwanja utatumika huu. Nadhani vitu vinaweza vikafa juu kabla hata kufika huko sijui watu kupelekana kwenye hivyo viwanja. Hebu nipe picha nyingine. Pamoja na misimamo ya Yanga kutaka hiki kutaka vile na hivyo vyote, itokee Yanga amepeleka timu uwanjani, hebu kwako utakuwa umepokea kwa aina gani? Apeleke timu uwanjani? Mfano imetokea amepeleka timu uwanjani. Sasa hapo yani kwamba amekubaliana na hii ratiba, sio? Yeah. Sasa unaniambia ni imagine vitu vigumu kwa ajili nitaona hawana msimamo. Kwa ajili watakuwa wamekubali ambao wana msimamo kina nani? Yanga. Si yani wakikubali kuitumikia ratiba hii ya Juni 15. Watakuwa hawana msimamo. Kwa ajili washatueleza msimamo wao ni upi ili waweze kucheza hiyo mechi ya dabi. Miongoni mwa hiyo msimamo wao ni kutaka kuona bodi ya ligi yote inajiuzulu, kidau ajiuzulu, sijui ile kamati ya saa 72 ijiuzulu. Na mimi Yanga sijazoea hivyo, najua Young Africans ni watu wa msimamo. Kwa hiyo ndio maana hata kuimagine hivyo vitu tunashindwa kuimagine. Kwa hiyo wakikubali kuungana na bodi ya ligi kwenda kuitumikia hiyo ratiba ya Juni 15, maana yake watakuwa wamevunja msimamo wao wenyewe ambao wametuambia kwamba msimamo wao ni huu na huu, na siwaoni kama Young Africans ni watu wa hivyo. Kwa hiyo naamini wataendelea na msimamo wao, lakini wakikubali kucheza maana mimi nitaona wamekengeuka, sio wale Yanga ambao tulozoea kuwa na misimamo na kuwaona kwenye sura mpya hii ambayo watakuwa wamekuwa sasa bila msimamo. Hebu nipe picha kwa hiki ambacho kinaendelea. Unafikiri Yanga wanataka kitimizwe kila kitu kikamilike katika vile vinne, au bodi ya ligi wakitimiza kitu kimoja au hata viwili Yanga anaweza kapeleka timu, au kwa na maamuzi mengine ya makubaliano hapo baadaye mengine Yanga akalegeza kamba? Kwa nilivyo wasikia wenyewe wanasema kwenye mapendekezo yao manne kuna matatu wanataka yafanyike saizi ili wacheze, na kuna moja ambalo litachukua muda. Ambalo litachukua muda ni bodi ya ligi
kufanyiwa maboresho, bodi ya ligi iwe yenye kujitegemea, isiwe chombo ambacho kipo chini ya taasisi fulani, kisiwe chombo ambacho kinaweza kupokea maelekezo kutoka taasisi fulani. Hiyo amekubali kwamba hiyo ni process ambayo haiwezi kufanyika ndani ya wiki moja, inabidi iwe ni process ya muda mrefu. Lakini swala la kujiuzulu bodi ya ligi, wanataka bodi ya ligi ajiuzulu ndo acheze, kidau ajiuzulu ndo acheze, na ile kamati ya saa 72 ijiuzulu ndo wacheze. Na kwa hivyo ambavyo wanataka vifanyike sasa, mimi naona vina make sense. Wana hoja ya kusimamia hayo ambao wanayataka yafanyike saizi ili wao wakubali kucheza mechi ya dabi. Mimi kwangu mimi naona kwa hoja ambazo wamekuwa wanakizieleza na mimi ambazo nimezifuatilia kwa makini, nimeona Young Africans kwa haya matakwa yao ni matakwa ambayo yenye faida na mpira kwa ujumla, kwa nchi yetu kwa ujumla, na sio tu kuangalia labda maslahi yao binafsi. Mchango wa serikali kwenye hili, unaona nini ambacho serikali inaweza kufanya kwenye hili? Wakae pembeni, waogope kama kauli ambazo tunasikia za kuingilia mpira wa miguu, au kuna namna ambayo serikali inaweza kanusuru mgogoro ambao uko sasa hivi? Wanaweza wakajaribu kutoa ushauri, lakini sidhani kama kulikuwa kuna ulazima wa serikali kuja kuingilia haya mambo. Kwa ajili hakuna issue kubwa iliyotokea. Unajua ni issue ndogo sana ambayo wala haina haja ya kusumbua serikali ije isolve mambo madogo kama haya. Ni mambo ambayo unaona mambo madogo haya. Mimi mwenyewe ningesolve haya. Una solve ujebu, tuambie sasa, tupe njia. Si Yanga wanataka watu wajiuzulu. Makosa ambayo wameyafanya au watu ambao Yanga wanataka wajiuzulu yanatosha kuwafanya wajiuzulu ama hayatoshi? Kama yanatosha, si wajiuzulu. Wao si wapo pale, nia yao si ni kupambania mpira wa Tanzania. Kama kweli wana dhamira kupambania mpira wa Tanzania na kwa makosa ambayo wameyafanya hayawafanyi wao tena kuwa sehemu ya kufanya mpira wa Tanzania uendelee mbele, basi wajiuzulu.